Je, umewahi kuambiwa kuwa kuna misiba ambayo si ya kuhudhuria? Baadhi wanasema, ukihudhuria baadhi ya misiba, unaweza kutoka ukiwa umebeba kitu ambacho ni hatari katika hatima ya maisha yako, au hata laana kabisa. Na ghafla, maisha yako huweza kuanza kubadilika. Katika jamii nyingi za Kiafrika, kifo hakichukuliwi kama mwisho tu wa maisha, bali kama mlango wa nguvu za kiroho zisizoonekana. Kwa wale wanaoamini nguvu hizo, kuna aina ya vifo ambavyo hubeba maumivu makali, chuki na nguvu za ajabu. Na nguvu hizo huweza kuathiri hata walio hai, ambao ni mimi na wewe. Leo tutakwenda kuangalia aina 5 za misiba ambazo zinaweza kubadilisha maisha yako, lakini hata kwa hatima yako. Kabla hatujaendelea, kama unapenda simulizi za aina hii zinazochimba undani wa maisha, mila na siri zilizofichika, hakikisha umebonyeza subscribe, kwa sababu hapa hatuishii kusimulia tu, tunafichua yale ambayo wengi huogopa kuyazungumza hadharani. Sasa turudi kwenye simulizi yetu. Leo tutazungumza kuhusu misiba 5 ambayo katika baadhi ya jamii zetu haichukuliwi kama huzuni tu, bali huchukuliwa kama hatari kubwa. Kuna misiba ambayo watu huiogopa kuhudhuria, si kwa sababu ya kifo, bali kwa sababu ya kile kinachoaminika kubaki baada ya kifo hicho. Leo tutaangalia misiba 5 inayotajwa mara nyingi kuwa na athari kubwa zaidi. Katika jamii nyingi za Kiafrika, kifo si mwisho, bali ni mwendelezo wa uwepo kwa namna nyingine. Vifo ndiyo maana aina ya kifo huamua namna ya mazishi na hata nani anapaswa kuhudhuria na nani hapaswi. Leo tutaangalia mifano halisi ya imani hizi na kwa nini baadhi ya watu huchagua kujilinda kwa kutojihusisha na misiba fulani. Namba 1 ni kifo cha kujinyonga. Katika baadhi ya makabila hapa Tanzania, mtu aliyekufa kwa kujinyonga hachukuliwi kama aliyekufa kawaida. Kuna sehemu marehemu hupigwa fimbo kabla ya kuzikwa, si kwa kumdhalilisha, bali kwa imani kwamba wanakata mzizi wa tukio hilo lisijirudie tena kwenye familia au jamii. Wengine huamini kama hatua hii haitachukuliwa, roho ya marehemu inaweza kuendelea kuvuta wengine, hasa vijana, kuingia kwenye huzuni au kufanya jambo lile lile. Katika hali halisi, hata bila kuamini hilo, tukio la kujinyonga lina athari kubwa kisaikolojia. Kuna familia ambazo baada ya tukio hili, watoto huanza kuwa na hofu, kushindwa kulala au kupoteza mwelekeo wa maisha. Hapo ndipo wengine huanza kusema ndoto zao zimefungwa. Namba 2 ni kifo kinachotokana na ubagaji. Hiki ni kifo ambacho jamii nyingi hukiona kama najisi ya hali ya juu. Katika baadhi ya mila, mwili wa marehemu huoshwa kwa taratibu maalum, au wazee wa kimila hufanya tambiko la kusafisha tukio hilo. Sababu, wanaamini kuwa tukio hilo linaweza kuacha mkosi au kuvuruga amani ya jamii. Lakini pia, kwa upande wa uhalisia, matukio haya huacha majeraha makubwa ya kihisia kwa jamii nzima. Kuna maeneo ambapo baada ya tukio kama hili, wazazi huanza kuwa na hofu kubwa kwa watoto wao na hata jamii kupoteza hali ya kuaminiana. Ndiyo maana baadhi ya watu huchagua kuepuka mazingira haya, si kwa kukosa huruma, bali kwa kujilinda kisaikolojia na kiroho pia. Namba 5 ni kifo cha kuchomwa moto. Katika baadhi ya jamii, moto una maana ya ghadhabu au hukumu. Ndiyo maana vifo vya aina hii huogopwa sana. Kuna sehemu ambapo baada ya tukio kama hili, eneo lote husafishwa kwa mila maalum, au hata watu kuepuka kabisa kulizungumzia tukio hilo hadharani. Wapo wengine pia hujiepusha na kuaga hata mwili wa marehemu husika. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini tukio hilo linaweza kuacha kivuli cha hofu kinachoweza kuathiri wengine. Kiuhalisia, watu waliowahi kushuhudia matukio ya moto mara nyingi hubaki na kumbukumbu nzito sana zinazoweza kusababisha msongo wa mawazo au hofu ya kudumu. Namba 4 ni kifo cha kukatwa mapanga. Hiki ni kifo kinachohusishwa moja kwa moja na migogoro, visasi au chuki. Katika baadhi ya jamii, baada ya tukio hili, wazee wa kimila hukutana kuziba damu, yaani kufanya taratibu za kuhakikisha kuwa tukio hilo halizai visasi vingine. Wanaamini kuwa damu iliyomwagika kwa chuki inaweza kuendeleza mzunguko wa matatizo katika jamii. Ndiyo maana hata wanaohudhuria misiba ya aina hii huonywa kuwa makini na kuepuka kujihusisha sana na migogoro ya familia husika. Kwa upande wa kawaida, matukio haya huacha hofu kubwa na wakati mwingine huathiri hata usalama wa watu walio karibu. Namba 5, hiki ni kile kinachotokea baada ya msiba. Watu wengi katika jamii zetu husema baada ya kuhudhuria misiba ya aina hizi, mambo yao huanza kubadilika. Biashara zinadodora, mipango inakwama na hata mahusiano yanavurugika.
Katika mila, hii huchukuliwa kama kubeba kitu kisicho chako. Ndiyo maana baadhi ya watu hufanya mambo kama kuoga maji ya dawa za asilia wakitoka msibani, nyunyuzi kwa maji ya chumvi, au kupewa maombi maalum ya kujilinda. Lakini kitaalamu, hii inaweza kuwa ni athari ya mshtuko wa akili au hofu inayojijenga polepole na kuathiri maamuzi ya mtu. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kuwa hatuwezi kuwazuia watu kuhudhuria misiba kwa sababu ni sehemu ya maisha na ni wajibu wa kibinadamu. Lakini ni muhimu zaidi kuchukua tahadhari ya kihisia, tahadhari ya kisaikolojia, na kwa wanaoamini mila, hata tahadhari za kiimani, ili usije ukajikuta unarudi nyumbani ukiwa umebeba mzigo unaoweza kuathiri hatima yako bila wewe kujua, kwa sababu wakati mwingine si msiba wenyewe unaotuumiza, bali ni kile tunachobeba kutoka ndani yake. Sasa, niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment. Na wewe je, unaamini hizi ni imani tu au kuna ukweli ndani yake? Nakutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine. Tafadhali, na kuomba utumie sekunde kubonyeza alama ya subscribe ili tuungane katika familia hii ya ulimwengu wa maarifa. This is CTM24, taarifa na maarifa.